بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى نسمع: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نمانا من النهاية isomwapo Qur'ani basi muisikilize na mnyamaze kimya, hasa mkarehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno kila siku tunayatamka kwa ndimi zetu na tunasikia mashekhe wengi wakituambia kisoma Qur'ani muisikilize, istami'u lahu. Hilo moja muhimu sana kusikiliza, na kusikiliza manake uwe makini kwa utulivu, usikilize kwa masikio yako na kwa moyo wako na kwa kila kitu chako. Istimaa, usikilize, kwa sababu kusikiliza maneno ya binadamu unakaa ukasikiliza concentration 100% unaipa, kwa jambo muhimu sana. Sema haya maneno ya Allah, concentration yake iwe vipi? Iwe kubwa sana. Fastami'u lahu wansitu, kwa sababu inafuatia natija yake, result yake kwamba la'allakum turhamun, huenda mkarehemewa, na la'allakum huenda nyinyi, huenda kutoka kwa Allah mwenyewe, na huenda kwa Allah hii la'allakum bimaana kama kwamba kishatia sahihi cheki mpewe. Haya ndio maneno ya Allah. Kwa hivyo hii shurti yake aliyoiweka, shurti ina pande mbili: moja listimaa walinsat, kusikiliza na kutulia na kunyamaza. Leo tukitazama ukweli wa mambo, mtu anasoma Qur'ani au anasikiliza Qur'ani kisomwa, lakini haya mawili hayatekelezwi, sio kwamba reward yake, malipo yake ni makubwa kutoka kwa Allah, ni rehma, si pesa, si mali, si chochote isipokuwa rehma zake. Yani kuteremshwa rehma na Allah kwa kutekeleza mambo mawili haya. Ina maana kwamba hatujaipa Qur'ani ile heshima yake kama itakikavyo. Leo Qur'ani mtu anasoma, akisoma yeye mwenyewe, idha quriya al-Qur'an, yeye mwenyewe akisoma pia, kwa sababu na yeye pia anatakiwa asikilize. Unasoma Qur'ani kwa maspidi, hata matamshi hatamki vizuri, unataka kumaliza haraka. Isome Qur'ani usikie mwenyewe, fanya kama kwamba ni mtu mwingine anasoma, kwa sababu wewe pia unatakiwa uisikilize, na kuisikiliza kwa akili, uisikilize kwa makini, uisikilize kwa kufahamu, uisikilize kwa kujua nini makusudio ya aya. Ndio hiyo kusudio lake, si kwamba lazima unaposoma ndio usikize, la, unapoisoma mwenyewe. Leo unasoma Qur'ani, kitu chochote kimetokezea kudisturb kusoma kwako, mtu kasema ghafla, wewe sikio lako liko kule, mara na wewe unatia comment yako, mimi naona bora kadha kadha, unatia maneno yako. Yani wewe sikio lako liko nje kusikiza mazungumzo yanayozungumzwa na wengine, na wewe unasoma Qur'ani. Yani ikiwa kuna mazungumzo, ikiwa kuna jambo lolote, weka pembeni Qur'ani. Hilo peke yake ni kubwa, kwa sababu unaposhika kumsahafu ukasema sasa hivi nataka kusoma Qur'ani, ujua kwamba kila kitu kilichokuwa muhimu kwa kweli kiweke pembeni, hakina umuhimu tena mbele ya ule muda uliowekea kwa kusoma Qur'ani. Hata ikiwa dakika 5, basi ipe haki yake. Usije ukakata Qur'ani kwa ajili ya kujibu swala linaloulizwa, usije ukakata Qur'ani kwa ajili ya jambo lolote lilotokezea nyumbani. Mfano wewe unasoma nyumbani katika aila yako, kwa hivyo mengi yanatokezea, ipe heshima yake. Kama unaweza kukaa pembeni mbali na watu, ili chochote kisikubabaishe, kisikudisturb katika kusoma kwako. Kwa hivyo leo hatuisikizi Qur'ani kwa sababu sisi wenyewe hatupo hadhir na Qur'ani, hatuisikizi kwa heshima. Na moja katika sababu kubwa kwamba hatujui maana, na ikiwa hatujui maana, bila shaka inakuwa unasoma tu kama kasuku, parrot like wanasema, na kwa hivyo maana haipatikane. Na hapo ndipo inapokuja ile muhimu kwamba nini, talabu ilm faridha ala kulli muslimin wa muslima. Kutafuta ilmu ni jambo la lazima kwa kila muislamu, mwanamume na mwanamke.
tafuteni ilmu. Unapotafuta ilmu, mnapojua Qur'ani yenu, mnapojua kile kinachosomwa nini makusudio yake, hapo ndo itapopatikana ile istimaa wa insat, kusikiliza na kunyamaza, kwa sababu pale unajua umuhimu wa maneno yale. Unaponyamaza kuisikiliza Qur'ani tu peke yake, basi ile umeshapata thawabu za maamrisho na shuruti ya aya. Usikubali unaposoma Qur'ani kitu chochote kikutoe katika tarkizi yako, katika concentration yako, katika kusikiliza kwako Qur'ani. Ama iweka Qur'ani pembeni, sema nitasoma baadaye, shughulika na mengine. Unapoipa Qur'ani heshima yake kwa kuisikiliza, ukawa unapuuza kila jambo lilokuwa karibu na wewe, basi hapo utakuwa umetekeleza zile shuruti ambazo unastahiki wewe kupata rehema zake. Isikilize Qur'ani kwa makini. Sio Qur'ani inasomwa katika TV na watu wanazungumza, watu hawajaonana siku nyingi, wamekuja kukutana, wanazungumza, na huko Qur'ani inaendelea, hata habari hawana. Yale mazungumzo ni muhimu sana. Huyo mtu na hamunaye sana, mnazungumza tu, bora fungeni TV. Kama hilo jambo muhimu kwenu, basi fungeni TV. Unakusudia kufungua TV kwa kusikiza Qur'ani, basi jua kwamba chochote hakina umuhimu wakati ule. Chochote hakina umuhimu. Sio kwamba basi weka sauti ndogo huku tuzungumze, pia hujafanya kitu. Hayo yote yanatokezea. Ndio ninasema kwa sababu nini? Tujue, tuipe thamani ya Qur'ani kama haya ni maneno ya Allah yaliyokuwemo katika Qur'ani. Maneno ya Allah katika Qur'ani hayataki mchezo. Jamani, tunazinduana kwa sababu wengi tunayafanya haya ninayosema. Unapokusudia kusoma, jifungie bora peke yako. Panapokuwa na watoto ukumbini, katafute pahala chumbani ukae. Panapokuwa na watu wengi, sema hii Qur'ani nitaweka pembeni, baadaye nisome. Kwa sababu pale pengine ile jambo jingine muhimu zaidi. Hatusemi kwamba wakati wote wewe usome Qur'ani, kila kitu upuuze, la. Kila kitu kipe muhimu wake. Lakini wakati ule uwekea kwa ajili ya Qur'ani, pia wakati ule ujue uko wewe baina wewe na Allah. Maneno unayosikia Allah, mpe haki yake Allah, ili utekeleze shuruti za وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يا رب ترحم، يا رب ترحمك وقرآنياكم، tupe ilmu، علمنا ما ينفعنا، tufundishe yenye kutupa manufaa، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.